Episode ya 7 ya tamthilia yetu nzuri inasonga mbele. Kama bado hujatazama sehemu ya 6, basi hakikisha unagusa hicho kipop up kinitokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako. Lakini kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 6 ni mara baada ya kushuhudia kwamba bidada Haran hana uwezo kabisa wa kutengua hatima anayokuwa ameiona katika maono yake. Kwa lugha nyepesi ni kwamba huwa anahangaikaga tu. Lakini pia tulimshuhudia mwamba Black akiwa amemzuia bidada asiweze kumuona mwanamke mmoja anayefahamika kama Yang Hee kwamba anafuatiliwa na kivuli cha umauti nyuma yake. Lakini wakati huo tuweza kushuhudia kwamba bidada aliweza kumshuhudia mtoto mmoja ambaye alikuwa anatarajia kufa. Chanzo cha kifo cha ule mtoto maskini ya Mungu ni kwamba eti mama yake atakwenda kujirusha naye katika ghorofa na mwisho wa siku atapoteza maisha. Sasa tumezoea kuona kwamba bidada Haran amezoea kupambania matukio mengi na hajawahi kufanikiwa. Siku ya leo mtoto mmoja wa kike mdogo alikuwa akiongozana na wenzake, lakini kwa bahati ile mbaya watoto wenzake wakaanza kumtukana na kumwambia kuwa yeye ni msichana mbaya. Mwisho wa siku kakaanza kulia. Mama yake anayefahamika kama Yang Hee akaenda kuwapokea wale wengine. Lakini mama wa mtoto wa kiume alikuwa ni moto wa kuotea mbali. Alipoweza kumuona bidada Yang Hee akafoka sana kwa kumwambia kwamba wewe ni msichana malaya tu, hujui namna ya kulea watoto, kitu ambacho kikamkela sana bidada Yang Hee. Akamuongezea kwa vidonge kwa kusema kwamba huenda mtoto huyo mwenyewe ulimpata katika shughuli zako za umalaya, itakuwa ni bahati mbaya tu huyo mtoto kuweza kumpata. Hii kauli ilimkela sana bidada Yang Hee, akajikuta tu ameweza kumvaa mwilini huyu mama. Mtoto wa bidada Yang Hee alitoka moja kwa moja kwenda kutafuta msaada baada ya kushuhudia kwamba mama yake alikuwa kizichapa na yule mama yule mtoto wa kiume. Lakini huko alikokuwa anaenda kutafuta msaada akakutana na mwamba Black na kumwambia kwamba naomba ukamsaidie mama wangu anagombana na mtu. Sasa Black kumbuka kwamba ni malaika wa kifo, akasema kuwa kama wanaendelea kugombana waache wakagombane, kwa sababu mmoja akifa mimi kazi yangu itakuwa ni kuchukua nafsi zao. Sasa dogo akawa haelewi nini ambacho mwamba anamaanisha. Sasa siku ya leo bidada Yang Hee akiwa yuko nyumbani kwake alikuja mwanasheria na alileta barua na kusema kwamba anatakiwa kusaini kwamba atapewa bilioni 10 na hizi bilioni 10 ni za kukaa kimya na kusema kwamba majeraha yaliyo katika mwili wake yeye mwenyewe ndo alijisababishia. Lakini bidada Yang Hee akawa amefoka sana na kusema kwamba yani mbadala wa kutafuta haki yangu mnaniambia kwamba nikae kimya, mtu amenibaka. Sasa hii ndio inatuonyesha kwamba kumbe bidada Yang Hee aliwahi kubakwa na mtu ambaye anafahamika kama Mensu. Bidada akaahidi kwamba atajitokeza mbele ya watu na atatangaza kwenye vyombo vya habari kwamba ameweza kubakwa na mwamba anayefahamika kama Mensu. Mwanasheria alipoyasikia maneno hayo akamwambia kwamba kama ukisubutu kuita waandishi wa habari na kuongea ukweli huo, basi utakwenda kufungwa gerezani kwa kipindi cha miaka yako yote. Wakati haya mazungumzo yanazungumzwa, mtoto wa Yang Hee alikuwa akiyasikiliza yote na kugundua kwamba mama yake kumbe alibakwa. Kesho yake mtoto wa Yang Hee kwa sababu alikuwa akiyasikiliza yote, moja kwa moja akafunga safari kuelekea mpaka kwa Mensu. Mensu kumbuka kwamba ni mtu ambaye ana pesa kidogo, akaanza kumuomba na kumwambia kwamba naomba usimfunge mama wangu. Hasa mwamba Mensu alipoyasikia yale maneno kutokea kwa mwanasheria yalimkela sana, kwa sababu yeye hata kumwagiza mwanasheria kwenda kufanya ujinga huo. Mwamba Mensu akanyosha moja kwa moja mpaka kwa rafiki yake. Lengo ni kwenda kuhakiki hivi ni kweli aliweza kumbaka huyo bidada Yang Hee. Lakini rafiki yake akamwambia kwamba ni kweli ile siku ya sherehe wewe ulionekana kuingia chumbani kwa bidada Yang Hee. Mwamba bado hakulizika kabisa na majibu ya rafiki yake wa kwanza. Moja kwa moja akaenda kwa rafiki yake wa pili anayefahamika kama Gang-Hoo. Akamuuliza kwamba nini ambacho kilitokea ile siku ya sherehe za Halloween. Lakini Mwamba akasema kwamba niliweza kumshuhudia bidada akiruka kutokea katika chumba na kutua katika ardhi, lakini sura yake ilionekana kuwa na majeraha sana. Gang-Hoo akaongezea kwa kusema kwamba kisha nikawa nimemwona mwanaume mmoja alikuwa anachungulia kutoka katika ghorofa. Alikuwa na mwili wake umeandamwa na rangi nyingi sana za kijani. Sasa ule unabii ambao bidada aliweza kuona katika maono yake kwamba kuna mwanamke mmoja atakwenda kujiua yeye na mtoto wake, kumbe alikuwa amemwona Yang Hee ambaye alikuwa amembeba mtoto wake na lengo lilikuwa ni kuweza kujiua kwa sababu hawezi kushindana na matajiri. Hata kabla bidada hajaweza kujirusha katika ile ghorofa, basi moja kwa moja bidada Haran akawa ametimba katika mitaa hiyo akiwa ameambatana na mwamba Mensu. Mensu moja kwa moja akaanza kumwomba msamaha kwa kusema kwamba unisamehe kwa sababu siku ile nilikuwa nimekunywa pombe sana nikakubaka, kitu ambacho nilifanya ni kosa pia. Mwamba Mensu alipiga magoti huku akilia sana na kumwomba msamaha bidada. Lakini bidada wakati anamtazama Mensu akaja kukumbuka kwamba mtu aliyekuwa amembaka siku hiyo alikuwa na kovu upande wa kulia na sio upande wa kushoto ambao Mensu anao. Kabidi aeleze wazi kwa kusema kwamba wewe si ambaye ulikuwa umenibaka, kwa sababu mtu aliyekuwa amenibaka niliweza kumngata upande wa shingo upande wa kushoto, lakini wewe naona una kovu upande wa kulia. Mwamba akasema hapana, nililewa siku hiyo, huenda umejisahau. Lakini bidada akasema nina uhakika sio wewe ambaye ulikuwa umenibaka. Mara ya kwanza bidada Haran akashangaa kuona kwamba kile kivuli cha mauti kilichokuwa kinamwandama bidada pamoja na mtoto wake kikawa kimepotea. Ina maana je, Haran ameweza kufanikiwa kutengua hati? Bidada Haran baada ya kushuhudia kwamba kile kivuli cha mauti kimeweza kuondoka kwa bidada alifurahi kweli kweli. Ila ghafla tu kile kivuli kikaonekana kimerudi kwa mwamba Mensu pamoja na bidada huyu Yang Hee. Mensu akiwa na jazba kubwa sana, moja kwa moja akawa anamwambia bidada kwamba naomba uachukulie uangalifu huyu bidada Yang Hee, mimi nakwenda kumtafuta nani aliyekuwa amembaka huyu mwanamke. Kwa hiyo mwamba Mensu hakuwa kabisa na hatima ya kifo, lakini kwa kujiingiza katika ugomvi huu na kwenda kumsakama mtu aliweza kusababisha bidada abakwe, ndio akaanza kujiingiza katika matatizo. Bidada Haran kila wakati huwa anakuwa anajaribu kuwasaidia watu, lakini majanga yanakuwa yanatokea. Siku ya leo bana akaamua kumbeba bidada Yang Hee na moja kwa moja akampeleka kituo cha polisi na kusema kwamba huyu mtu anataka kujiua, naomba mumfungie mselo asitoke hata kidogo. Lakini pia ili kufanya
kufanikiwa kutengua kabisa na hatima ya Mwamba Mensur, akawa amemwagiza Black na kusema kwamba naomba ukamlinde sana Mwamba Mensur asiweze kufa kwa sababu nimeweza kuona kivuli cheusi nyuma yake. Dakika hizo mtoto wa Yang Hee yule wa kike akaanza kusumbuliwa na pumu. Sasa bidada akawa anakumbuka kwamba amesahau inhela ya yule mtoto wake kule nyumbani. Akawa anamwambia bidada kwamba naomba nirudi nyumbani nikachukue inhela ya mtoto wangu haraka sana. Lakini bidada Haran akajua kwamba hicho ni namna ambapo kifo kinamtafutaga mtu. Basi moja kwa moja akasema kwamba mimi nitakwenda kukuchukulia mimi mwenyewe, naomba ubakie hapa. Huku nyumbani ambako Mwamba Black alikuwa ameagizwa kwenda kumlinda Mensur, ghafla tu kuna mtu alikuwa amemvamia Mensur na kuweza kumkaba katika kamba, na kisha mwisho wa siku akawa amemtundika katika eneo fulani hivi la dari. Sasa jambo la kuchekesha ni kwamba Mwamba Black alishuhudia tukio zima la Mwamba Mensur kuweza kuuliwa na alikuwa analishangaa tu. Kumbe bana Black kwa sababu yeye ni malaika mtoa roho hawezi kuzuia mtu kufa, bali yeye ndo anashabikia watu kufa. Lugha nyepesi ni kwamba bidada alikuwa anamkabidhi fisi mifupa. Sasa wakati huo baada ya yule Mwamba kutekeleza jukumu lake la kuweza kumuua Mensur, basi moja kwa moja bana Black ndo akawa amejitokeza na kutaka kumuuliza huyu jamaa, kwa nini umeweza kumuua huyu jamaa? Basi kichapo kizito kikaanza kutembea. Wakati huo Mwamba kana zidi kumshangaa huyu adui. Alemazi akawa amefanikiwa kuweza kuchoropoka kutokea katika eneo lile. Sasa Mwamba anarudi nyuma kwa bahati mbaya alipoweza kumgusa Mensur. Kumbe Mensur alikuwa bado hajafa bana. Akaanza kutapatapa akiomba msaada. Mbele ya Mwamba Black kuna malaika watu wa roho. Kumbuka hawa ni malaika wenzake. Je, atakwenda kumsaidia huyu Mensur asiweze kufa au ataacha afe ili malaika watu wa roho wenzake waweze kusaidia kazi? Tukuonyeshwa nini ambacho kilikwenda kujili. Je, Mensur alibakia hai au alikufa? Hasa bidada Haran katika kumwepusha yule Yang Hee kutokana na madhara ya kifo, moja kwa moja akawa ameelekea kule nyumbani kwenda kumtafutia ile ni hela yake. Lakini katika harakati za kuendelea kutafuta, ghafla tu kuna mtu akawa amemkaba kwa nyuma. Mwamba alimkaba sana bidada Haran na moja kwa moja akawa amembudukiza katika ile beseni ya kuogea. Moja kwa moja bana kichapo kikaendelea kupiganika kati ya hao wote wawili. Dakika kadhaa za mwanzoni hivi bidada alionekana kama anashinda, lakini ghafla akawa amezidiwa na kuweza kukandamizwa katika maji. Dakika chache za mwanzoni baada ya bidada Haran kukosa pumzi, akawa amepoteza fahamu. Katika hali ya kushangaza eti bidada Yang Hee akawa amejitokeza na kuweza kumsaidia bidada Haran. How come bidada si tuliweza kumwacha kule gerezani? Sasa kumbe bidada Yang Hee kuweza kutokea kule katika maeneo ya selo ilikuwepo ni kwamba Mwamba Black alikuwa ametimba katika ile maeneo na kuweza kumfungulia, akiwa hataki kabisa bidada Haran kuingilia kazi za malaika mtoa roho. Kaji baada ya kupigwa na kitu kizito na bidada Yang Hee, basi moja kwa moja akawa anakimbia, lakini alikuwa amemsukuma kidogo mtoto wa Yang Hee pale chini. Basi bana baadaye bidada akawa amemchukua Yang Hee na kumpeleka katika nyumba ya Black akijua kwamba hiyo ndio sehemu salama zaidi. Walisemaga wahenga usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Kumbe mtu ambaye wakati wote anapambana naye kuhakikisha kwamba anawasaidia watu, yeye ndo anamzungukaga kuhakikisha kwamba hao watu wanapotea duniani. Bidada Haran moja kwa moja akawa ameelekea katika eneo fulani hivi la hospitalini, kwa sababu yule bidada ambaye anafahamika kama Yang Hee alikuwa amemwambia kwamba mtu ambaye alikuwa amenifanyia kile kitendo cha ubakaji alikuwa na kovu upande wa kushoto. Sasa akaanza kukumbuka kuna siku alikuwa akipita katika maeneo ya hospitali akaja kugundua kwamba kaka yake na Mwamba Mensur alikuwa na kovu upande wa kushoto. Moja kwa moja ikabidi kutimba mpaka katika maeneo hayo ya hospitalini, na hapa akamshutumu jamaa moja kwa moja na kumwambia kuwa kwa nini uliweza kumbaka bidada Yang Hee. Sasa wakati bidada Haran yuko kule hospitalini, huku nyumbani alikuwa amemwacha bidada Yang Hee na mwanae. Wakati huo Mwamba Black akawa amefika na kugundua kwamba bidada alikuwa hayupo, na kuuliza bidada ameelekea wapi, akaambiwa kwamba ameelekea katika maeneo ya hospitali. Akampigia simu bidada Haran, lakini bidada Haran alipoweza kupokea tu simu akaanza kusema kwamba huku nimekuja kumkamata mtu aliyekuwa amembaka bidada Yang Hee. Mwamba akawa amesikia makelele fulani akajua kwamba bidada yuko katika hatari. Alipoweza kutumia ule uwezo wake wa malaika mtoa roho kusafiri kwa kasi zaidi, akatimba katika maeneo ya hospitali na kugundua kwamba simu ya bidada ilikuwa ardhini. Hapa bidada yuko wapi? Kumbe bidada alikuwa amepigwa mbaya mbovu na moja kwa moja alikuwa amepakiwa kwenye gari na kupelekwa katika maeneo fulani vya maficho. Kisha huyu Samin mdogo wa Mwamba Mensur alikuwa amempigia simu baba yake na kumwambia kwamba nimeweza kupata majanga kidogo mzee, naomba uje unisaidie. Hapa tu kwa mbali sana akashuhudia kuna gari ilikuwa inakuja, akizania kwamba ni baba yake mzazi, kumbe alikuwa ni Mwamba Black ametimba katika mitaa hiyo. Samin alipoweza kumuona Mwamba Black ametimba katika mitaa hiyo akawa amehofia sana, kwa sababu wengi wanamjua kwamba Black anafahamika kwa jina jingine kama Mu ambaye ni afande. Kimbizano barabarani ulitumia muda mrefu sana, wakazidi kugongana huku na kule, lakini kadri Mwamba alipozidi kumkimbiza huyu jamaa akaja kugundua kwamba kumbe bidada alikuwa katika buti ya gari ya jamaa, hivyo akaacha kabisa kumgonga kwa nyuma. Jitihada za Mwamba Black kumsaidia bidada zilikuwa nyingi sana. Akatumia uwezo wake kadri anavyoweza kwa kumtia jamaa katika vikwazo, na mwisho wa siku bana bidada akawa ameweza kuchomolewa katika ile buti ya gari. Black akasimamisha gari yake na moja kwa moja akaenda kumsaidia bidada. Akazidi kumsaidia bidada kutokea katika hali mbaya ya kiafya, na kadri alivyozidi kumsaidia bidada akawa ameweza kuamka. Lakini kitu ambacho alikuwa hakijui ni kwamba nyuma yake Mwamba Samin alikuwa ametimba na kolewa. Kisha akampiga nayo Mwamba Black katika maeneo ya kichwa, akijua kwamba amekwisha kumaliza kazi upande wa Black. Sasa akataka kumwangamiza bidada Haran, lakini ghafla tu wakati anataka kumpiga na kitu chenye chakari bidada Haran, ghafla tu Mwamba Black akawa amekidaka kile kitu na kuzuia bidada asiweze kuzulika. Wakati huo Samin aliweza kushuhudia jeshi la polisi likiwa limetimba katika maeneo haya, akagundua kwamba hana namna yoyote. Mil alipofikishwa tu kituo cha polisi, kesi ikaanza, na swali la kwanza ni je, uliweza kumbaka bidada Yang Hee? Lakini Mwamba akasema kwamba siku hiyo nilikuwa nimeelewa sana na sijui chochote kilichokuwa kinaendelea. Vipi kuhusiana na shambulio ambalo uliweza kumshambulia Mwamba Mugeng ambaye ni afisa wa polisi? Lakini jamaa akasema kwamba ile ni katika harakati za kujitetea, kwa sababu jamaa alikuwa akinishambulia
pia na kunigonga na gari yake. Lakini kwa sababu mwamba anatokea katika familia ya kitajiri, basi mwanasheria wake alikuwepo kando hapo hapo akisema kwamba jamaa pia afya yake ya kiakili haijakaa vizuri, kwa hiyo anatakiwa kutolewa hapa, atajua wakati mwingine. Kwa sababu baba yake na mwamba Samin ana pesa sana na ni mkubwa sana katika serikali, basi moja kwa moja mwamba aliweza kufungwa kifungo cha ndani ya nchi, yani alizuiliwa tu kusafiri nje ya nchi. Hataruhusiwa kabisa kusafiri kuelekea nje ya nchi kwa kipindi cha mwaka mzima. Haisema tajiri bana, adhabu zao ni maisha ya kimaskini. Sasa swali linabakia moja tu. Je, Mwamba Black aliweza kumsaidia Mensok na kumweka hai, na huku upande wa pili yule bidada alikuwa ameachwa nyumbani, je, yuko salama? Tukutane katika episode ya 8, itakwenda kutupa majibu ya kile ambacho kitakwenda kuendelea. Kama kawaida, kila tunapofikisha like 100 tu katika kila episode, basi tunatoa episode ya mbele. Kumbuka kwamba siku ya leo tunatembea mpaka finali, kisha tunabaki na mimi mwanzo mpaka mwisho.